Naam, karibu tena katika video yetu ya siku ya leo, na nakukaribisha sana kwa sababu leo hii ni fundisho maalum zaidi na ambalo kichwa chake chasema uasi wa Wayahudi kati ya mwaka wa 66 na mwaka wa 70 AD, na vile vile kuanguka kwa Yerusalemu na kubomolewa kwa hekalu la pili. Kwa hivyo kama ambavyo tumekuwa tukiona katika video zetu ambazo ni za hapo awali, tuliona ya kwamba baada ya Pentecost kanisa la Kristo liliweza kusaliwa na hatimaye liliweza kukua kwa kasi, likianzia huko Yerusalemu na hata Judea na hata Samaria na hata katika mataifa mengine. Kwa hivyo tunaona ya kwamba taifa la Wayahudi wakati huu lilikuwa chini ya mamlaka ya Warumi, na kwa hivyo kutokana na haya kulikuwa na chuki nyingi. Wayahudi waliweza kuteswa sana, vile vile kulikuwa na kodi nzito, na vile vile kukawa na mvutano wa kisiasa, na mambo haya yakaelekea uasi mkubwa dhidi ya Warumi. Na kwa hivyo baadaye tukaona kutokana na uasi huu Yerusalemu ikaweza kuanguka na vile vile hekalu la pili likaweza kubomolewa. Na fundisho ambalo tunaweza kujifunza kutokana na haya ni kwamba hii inaonyesha historia na vile vile inaonyesha hukumu ya Mungu, inaonyesha utimilifu wa unabii wa Yesu, na vile vile tunapata mafunzo kwa kanisa. Kwa hivyo na tutakuwa na hoja kadhaa ambazo tutaziangalia, na hoja ya kwanza inasema hali iliyokuwepo kabla ya uasi. Kwa hivyo tunaona utawala wa Warumi, na Wayahudi walikuwa chini ya Warumi tangu mwaka wa 63 AD, wakati Pompei alivamia Yerusalemu. Na Warumi waliweka kodi kubwa, vile vile wakaweka magavana wakatili, nao askari waliwanyanyasa wananchi sana wa Kiyahudi. Kwa hivyo kukawa na chuki ya kidini, manake Wayahudi waliamini Mungu mmoja, lakini Warumi walileta sanamu, wakaleta miungu mingi na heshima kwa Kaisari kama Mungu. Na kwa sababu ya haya hii ilionyesha kuwa kufuru. Kwa hivyo pia kukawa na makundi ya Kiyahudi yaliyogawanyika kwa wakati huu. Kwa wakati huo kulikuwa na Mafarisayo, kulikuwa na Masadukayo, vile vile kulikuwa na Waesene, kulikuwa na Wazeloti ambao walipenda vita, na kwa hivyo mgawanyiko huu ukaweza kudhoofisha taifa la Kiyahudi. Tunapoangalia hoja ya pili ni mwanzo wa uasi hapo mwaka wa 66 AD. Kwa hivyo magavana wa Kirumi hasa Jesias, Florus waliiba fedha za hekalu na kuwatesa sana Wayahudi. Wananchi ikawa imefikia mahali wakawa wamechoka, na Wazeloti waliinuka na kuanzisha mapambano. Kwa hivyo walifanikiwa kuwaua askari wa Kirumi, kutoa maeneo kadhaa na kushinda jeshi la Sestius Gallus, na hii iliwapa matumaini ya ushindi. Katika hoja ya tatu ni Warumi walipojibu. Kwa hivyo Nero alimtuma Vespasian pamoja na mwanae Titus, na walikuja na jeshi kubwa na wakafanya kuvamia Galilaya, wakaharibu miji, wakawaua maelfu ya watu, na vile vile wakachukua mateka watu wengine wengi. Baadaye Vespasian alirudi Roma na kuwa Kaisari. Titus naye akaendelea na vita. Katika hoja ya 4 ni kuzingirwa kwa Yerusalemu hapo mwaka wa 70 AD. Kwa hivyo Titus alizingira Yerusalemu kwa miezi kadhaa, na tunaona ya kwamba ndani ya mji kulikuwa na njaa kali, na kwa hivyo watu walikosa chakula kabisa, na vile vile kulikuwa na vita vya ndani.
Kwa hivyo makundi ya Kiyahudi yalikuwa yanapigana wao kwa wao, na vile vile tunaona ya kwamba kulikuwa na hofu na vifo vingi. Kwa hivyo watu wengi walikufa kwa njaa na magonjwa na mapigano. Na katika hoja ya 5 tunaona kubomolewa kwa hekalu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hatimaye Warumi waliingia mjini na kuwasha moto. Kwa hivyo ile ambayo ilikuwa ni hekalu ya pili ikaweza kuteketea. Dhahabu iliyokuwa ndani iliyeyuka kati ya mawe. Askari wakabomoa mawe ili kuweza kuyatoa madini hayo. Na ndipo maneno ya Yesu yakatimia. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 2, ambao inasema halitabaki hapa jiwe juu ya jiwe lililobomolewa. Na vile vile katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 43 hadi 44, ambao inasema adui watakuzunguka na kukubomoa. Katika hoja ya 6 inasema kwa nini haya yalitokea. Jambo la kwanza ni kukataa manabii. Tunaona ya kwamba Mayahudi mara nyingi waliwaua au kuwakataa manabii. Jambo la pili ni kumkataa Yesu Kristo. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba walimkataa Masihi, walikosa kutambua siku ya kujiliwa kwao. Na kwa hivyo pia tunaona uasi na dhambi. Tunaona ya kwamba Wayahudi walitegemea hekalu, lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. Katika hoja ya 7 ni yaliyojiri baadaye. Wayahudi tunaona wakitawanyika. Na tukio hili linafahamika kama the Jewish diaspora. Yaani kuenea kwa Wayahudi katika mataifa mengi. Vile vile tunaona mfumo wa sadaka ukaisha. Kwa kuwa hekalo halikuwepo tena, sadaka zilikoma na ukuhani wa zamani ukaadhirika. Vile vile tunaona Ukristo ukiendelea kuenea. Kwa hivyo waumini walikuwa tayari wameanza kuenea nje ya Yerusalemu, na hivyo injili ikaendelea zaidi. Katika hoja ya 8 tunaona mafunzo kwa kanisa la leo. Tunaona kwamba Mungu hutimiza neno lake. Yesu alitabiri na ikatokea. Vile vile tunaona dini bila toba haiokoi. Kwa hivyo hekalu lilikuwepo, lakini taifa likaweza kuanguka. Vile vile tunaona mgawanyiko huleta maangamizi. Tunaona Wayahudi waliwawanyika ndani kwa ndani, na kwa hivyo huo ukaleta mgawanyiko na ukaweza kuwadhoofisha. Vile vile tunaona tukubali Kristo, manake aliyekataliwa ndiye njia ya wokovu. Katika hoja ya 9 ni maswali ya mjadala. Na swali la kwanza ni kwa nini Wayahudi walichukia Warumi sana? Swali la pili ni kama namna gani Yesu alitabiri kuanguka kwa Yerusalemu? Swali la 3 ni somo gani kanisa la leo linajifunza kuhusu migawanyiko? Swali la 4 ni je, mtu anaweza kuwa na dini lakini asiwe karibu na Mungu? Hayo ni maswali ambayo tunaweza kuyatafakari na hatimaye tuweze kujaribu kuyajibu. Kwa hivyo tunapohitimiza somo letu la siku ya leo, tunaona ya kwamba uasi wa Wayahudi wa mwaka kati ya mwaka wa 66 na 70 AD ulikuwa tukio kubwa sana katika historia, na ulisababisha kuanguka kwa Yerusalemu, kubomolewa kwa hekalu na kutawanyika kwa Wayahudi duniani. Lakini pia ulikuwa udhibitisho kuwa maneno ya Yesu Kristo ni ya kweli na kwamba Mungu hutaka toba kuliko ibada ya nje. Katika kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba mambo hayo yatakapoanza kutokea, simameni mkiinua vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu wakaribia.
Kwa hivyo kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Najua ya kwamba umejifunza jambo la maana siku ya leo, ambalo ni kuhusu kuenea kwa kanisa kwa kasi, na vile vile uasi wa Wayahudi, mgawanyiko wa Wayahudi, kushindwa kwao, na vile vile kuweza kutawanyika kote duniani. Kwa hayo Mungu wetu awabariki na watendee mema. Shalom.